Bwana picha linaanza tukiona watalii wawili ambao kimsingi wamekuja katika tempo ya Monkey kupata simulizi ya mbwa mwitu alijibadilisha kuwa msichana mrembo na kuanza kuishi kama binadamu wa kawaida. Monkey akaeleza kuwa hapo zamani za kale miaka 500 iliyopita kuna mbwa mwitu mmoja alishuka duniani akabadilika na kuingia katika umbile la binadamu mzuri sana, lakini mbwa mwitu huyu hakufanikiwa kabisa kuishi na wanadamu. Pia akaonyesha mchoro ambao ulitumika kumfungia mbwa mwitu huyu baada ya kuleta matatizo duniani. Mchoro huu unamuonyesha mbwa mwitu akiwa na mama yake ambaye anamheshimu sana. Watalii wakamuuliza Monkey, kwa nini mbwa mwitu huyu haonekani kuwa na mikia 9 kama mbwa mwitu mwingine? Monkey akawaambia kwamba akiwalisia huyu mbwa mwitu alikuwa na mikia 9, lakini alikatwa kutokana na uzuri uliopitiliza mbwa mwitu huyu. Uzuri huu ndio ulikuwa chanzo cha matatizo. Sasa hebu turudi miaka 500 nyuma, siku ambayo mbwa mwitu huyu alibadilika na kuwa binadamu. Unaambiwa kila mwanaume alimuona binti huyu alichanganyikiwa juu ya uzuri wake. Wengine walizimia kabisa, kila mmoja alitamani kuwa naye, lakini hakuna aliyependwa na bidada huyu. Sasa kina mama wa Kikorea wakapata wivu na sura zao mbovu, wakahisi kuwa wanaume zao wataibiwa. Basi wakaenda kuomba kwa mzazi wa mbwa mwitu huyu aweze kumuondoa pale kijijini. Mama Gumio akaona ni bora amtafutie mbwa mwitu huyu mwanaume ili aolewe ili kumaliza matatizo. Lakini kabla hajapata mchumba, siri kafichuka kwamba yule binti mrembo anaisumbua hapa kijijini kwa yeye ni mbwa mwitu, kwa hafai kabisa kuolewa. Wakati huo mbwa mwitu alibaki katika madhabahu ya ndoa akisubiri labda kuna mwanaume yoyote atakuja kumuoa, kwani aliamini kwa vibe lote lile la kijiji basi lazima kungekuwa na wanaume wengi sana. Lakini jambo hilo halikuwa hivyo, kwani hakuna mwanaume yote aliyekuja kumuoa bibi huyo, kila mmoja akihofia kwamba atatafunwa maini yake kwa sababu binti ni mbwa mwitu. Kwa alilia sana unaambiwa. Baada ya ndoa kushindikana, mama yake mbwa mwitu akaamua kumkata mikia yake 9 na kumfungia kwenye picha hii ili asirudi tena hapa duniani. Hapa inafahamika kuwa hata baada ya miaka 500 huyu mbwa mwitu bado yuko hapa tempo, lakini waonekani kwa macho ya kawaida. Sasa hii ni historia ya zamani sana. Hebu turejee upande wa pili.